Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa CWT Taifa kwa mikoa yote 26 ya Tanzania bara, naomba kura yako. Naitwa Mwalimu Augustine Kasase Peter, nagombea nafasi ya naibu katibu mkuu wa Chama cha Walimu Tanzania. Naiomba kura yako. Naiomba kura yako kwa dhamira kuu mbili. Dhamira ya kwanza ni ustawi wa Chama cha Walimu Tanzania, na dhamira ya pili ni ustawi wa mwanachama wa Chama cha Walimu Tanzania. Umefika wakati sasa wa kufanya mabadiliko ya fikra katika Chama cha Walimu Tanzania. Kwa nini ustawi wa Chama cha Walimu Tanzania? Tunageuka kuwa chama cha wawekezaji. Tutawekeza katika viwanda vya bidhaa zetu mbili, bidhaa ya chaki na bidhaa ya karatasi. Mtaji tunao, makusanyo yetu yanatosha sisi kufanya uwekezaji huo. Tutauza chaki zetu tunazozifanyia kazi kwa shule zetu wenyewe Tanzania. Tutauza karatasi katika huduma zote za serikali. Itakuwa ni fahari, tutakuwa na chaki za CWT, tutakuwa ni fahari kuwa na karatasi za CWT. Itakuwa ni fahari na alama itakayodumu. Inapovuka karatasi ya Tanzania kwenda nchi za jirani, ina alama ya CWT Tanzania. Utakuwa ni ushujaa. Naiomba kura yako ili nikasimamie hili nalolisema. Kwa nini Chama cha Walimu kimiliki chaki? Itafungua mlango wa ajira kwa walimu sisi wenyewe. Ngazi ya taifa itazalisha chaki zetu, itazalisha karatasi zetu. Ngazi ya mkoa na wilaya itafanya usambazaji ambao utatuwezesha kufanya makusanyo yote ya fedha kwenda kwenye chungu kimoja ambacho kitagawanya, kitakwenda paka kwa mtumiaji wa mwisho. Upatikanaji wa uuzaji wa bidhaa kutokana na viwanda vya walimu utaweka alama itakayodumu. Tutatoa ajira na tutaajiri upya mfumo wetu wa kuweza kufanya biashara ya hilo. Kwani tumekuwa tukinunua chaki kutoka kwa wawekezaji wengine na wasambazaji wengine. Umefika wakati Chama cha Walimu kisambaze bidhaa inazozitumia. Naiomba kula yako niwe naibu katibu mkuu wa Chama cha Walimu Tanzania, nikasimamie hili kwa vitendo. Ananufaikaje mwalimu? Tutaboresha mfumo wa bima ya afya, tutaboresha mfumo wa kustaafu. Kwa nini bima ya afya? Bima ya afya imekuwa na changamoto. Tukiwa na fedha, tutakuwa na uwezo wa kumtoa mgonjwa au mtegemea mwenye maradhi, alipata changamoto ya maradhi, kutoka kwenye kituo chake kufika hospitali kwa gharama za Chama cha Walimu, kwa kuwa tuna fedha. Lakini pia tutalishinikiza bunge lifanye mabadiliko ya sheria ya bima ya afya kwa watumishi, ili watoto wa mnufaika wawe wa kwanza kunufaika badala ya wategemezi wengine. Kwani wazazi wetu, baba na mama, mama mkwe na baba mkwe, wanaweza kugharimiwa na watu wengine, lakini watoto wako ni mali yako. Hakuna mtu mwingine wa kugharamia zaidi yako wewe, baba yao, ambaye unachangia mfuko wa bima ya afya. Sasa kiweka kikomo cha umri wa miaka 21 kwa wanaosoma na miaka 18 ambao hawasomi, inatokea kitanzi. Bahati mbaya katika umoja wa uzao wako wana changamoto ya kiafya, kwa mfano na usonji na maradhi mengine changamoto na changamoto nyingine za ulemavu. Hawezi kutoka mikononi mwako hata baada ya miaka 28, miaka 21, anahitaji huduma yako mpaka mwisho. Ndugu mjumbe, naiomba kula yako niweze kuwa naibu katibu mkuu, nisimamie utekelezaji wa ustawishaji wa mtumishi mwenyewe ambaye ni mchangiaji. Umefika wakati sasa Chama cha Walimu kilishinikize bunge kufanya marekebisho ya sheria hii ya bima ya afya kwa wanufaika watoto wako, sio tena wazazi wako, wazazi wetu. Umefika wakati wa mtumishi kustaafu kwa staha bila kuhangaika kutafuta maslahi yake. Mwakilishi wa CWT katika ngazi ya shule atakuwa ndio mwajibikaji wa awali wa huyu mstaafu. Atakusanya taarifa zake za awali, atazipeleka kwenye ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, taifa. Baada ya kukamilisha utaratibu wote ule, siku mstaafu yule anapokamilisha utumishi wake,
kesho yake ana haki zake zote ili aendee maisha yake mengine. CWT inaweza. Kwa naibu katibu mkuu Augustine Peter Kasase, hilo nitalifanya kwa dhati na dhamiri ya moyo wangu, kwa sababu najua athari ya watu wanavyoteseka kwenye kushughulikia mafao yao. Serikali ya Tanzania inanunua chaki za gharama isiyopungua bilioni 200 kwa mwaka. Sisi makusanyo yetu ni ya bilioni 40 mpaka 60 kwa chama cha walimu. Tukiwa na uhakika wa kupata fedha hizi za bilioni 200 kutoka serikalini kwa kuuza chaki zetu wenyewe, tutakuwa na mgawanyo ambao utamfikia mlaji wa mwisho. Mlaji huu ataupataje? Kuanzia kwa muuzaji wa chini, kwa ngazi ya wilaya ambaye atakuwa mweka hazina wa wilaya, ndiye atakuwa msimamizi wa mauzo yote, atakuwa amepata kazi ya kufanya. Naye atapokea bidhaa kutoka kwa mweka hazina wa mkoa ambaye atawasambazia katika wilaya husika. Akisambaza chaki katika wilaya husika, ngazi ya taifa itazalisha chaki zote za nchi nzima, itapeleka mikoani, itapeleka wilayani, wataweka mweka hazina. Matokeo yake hawa waweka hazina watalazimika kuajiliwa, sio tena watoa huduma wa kusimamia mgawanyo wa fedha na marejesho. Ninaomba kula yako ili mgawanyo huu ukawe manufaa kwa chama chetu cha walimu. Tunahitaji kuwa na uchumi ambao haukatiki, kuepusha migogoro na kelele zisizoishi. Siongelei dhana hii kwa kubahatisha, naifahamu. Ndugu wajumbe wote 900 walio ukumbini, naiomba kula yako kwa ustawi wa chama chetu cha walimu Tanzania. Niwe naibu katibu mkuu wa chama cha walimu. Mimi sitakuwa naibu katibu mkuu wa kushughulikia migogoro, na mwalimu ndakuwa naibu katibu mkuu wa kutengeneza uchumi wa chama cha walimu Tanzania. Napokuwa katika jopo la watu wa maamuzi 5 ngazi ya taifa, nitapeleka mawazo haya katika kamati tendaji ya taifa kutekeleza kuwa chama cha walimu cha uwekezaji wa viwanda. Asante sana.